Yesu, niko mbele zako, mimi mtoto wako. Ninakushukuru kwa neema ya ujumbe huu. Umetukumbusha wajibu wetu kama kina mama, kwamba ipo nguvu ndani ya sauti ya mwanamke. Ni mimi Baba uliyesema na mimi, sio mtu mwingine. Kwa hiyo Mungu, ninakushukuru kwa kuniamsha tena, kwa kusema na mimi tena. Shukuru kwa maneno ya kinywa chako. Mwambie tu Baba, asante, umenigusa tena, umesema na mimi tena, umenikumbusha kwamba iko nguvu ndani yako, iko nguvu iliyonyamazishwa, iko nguvu iliyonyamazishwa kwenye sauti yako, kwenye sauti yako. Na kushukuru Mfalme, asante kwa ajili ya wema, asante kwa ajili ya upendo, asante kwa ajili ya uaminifu, asante Roho Mtakatifu. Tunaomba utusaidie sauti zetu zisinyamazishwe na chochote tena, maana umetukumbuka, maana umetukumbuka. Roho Mtakatifu, mwalimu mwema, usiache tukanyamazishwa tena. Pita kila wakati, pita kila majira, pita kila mahali tuliponyamazishwa. Wewe ututie nguvu tena, wewe utuamshe tena, wewe useme nasi tena, katika jina la Yesu, katika damu ya mwana kondoo. Hebu chukua hatua, nenda mbele za Mungu, omba rehema, mwambie Baba, ninaomba unisamehe. Yawezekana ulisema na mimi kwa habari ya utumishi, yawezekana ulisema na mimi kwa habari ya utoaji, habari ya familia, lakini nilinyamaza. Leo umenikumbusha, naomba unisamehe. Hebu nenda mbele za Mungu kwa maombi ya toba, mwambie Baba nisamehe, mwambie Baba nisamehe. Wewe ni shahidi wa maisha yako, wewe ni shahidi pale uliponyamaza, pale uliponyamaza. Kumbuka Mungu anasema ninyi mkinyamaza atainua